Hatuhusiki kamwe na tukio la kuteketeza nyumba za maskota katika msitu wa Embobut. Serikali yasimama kidete. Huwa ni kazi ngumu kwanza kumpata mtu anaoona. Hiyo inakuwa ni mapenzi ya Mungu, mkishaelewana naye utamchukua. Lakini msipoelewana, huchukui, au uchukue rangi yako. Kutana na wapenzi wawili ambao kwao upofu sio kikwazo kwa penzi lao kushamiri. Inasemekana kwamba ako na ushanga na ako na vipuli huyo nyoka. Kuna joka la ajabu lenye kuvalia vipuli eneo la Kinango, Kwale, wadai baadhi ya wenyeji. Michezoni, baada ya kujikwaa katika mchuano wa ufunguzi wa mkondo wa Las Vegas, sasa lazima Kenya ishinde Afrika Kusini ili kufuzu kwa robo finali. Unatazama KTN leo na Mwanaisha Chizuga. Naam, Dakta mpenzi mtazamaji, asante sana kujiunga nami katika taarifa zetu. Haya basi, kwa muda usiokuwa mrefu na kuleta taarifa kuu, lakini kwanza ngoja nikupe kionjo tu cha uhondo wa mdahalo wetu wa weekendi, Octopizo. Nianze ya Sen Boy wenyu hapa hivi, OctoPIZZO Kibera number 8 representing. Chekiana hizo time yake. Aitan. Naam, ni kwa muda wa dakika 10 hivi kuanzia sasa. Hapa tunazungumzia kuhusu maisha yake na vile vile aitwa baba kwa safari ya pili. Hayo yote ni kwa muda usiokuwa mrefu, lakini kwanza kwenye taarifa yetu kwa mpenzi mtazamaji. Msitu wa Embobut huko Eldoret umeshuhudia sarakasi ya vuta nikuvute baina ya maskota wanaoishi msituni humo na maafisa wa huduma za msitu, ambapo wenyeji hao wanadai kwamba serikali inachoma nyumba zao. Serikali kwa upande mwingine inashikilia kwamba wenyeji hao walipokea fedha mwaka uliopita za kutafuta ardhi mbadala, lakini kufikia sasa wenyeji hao wamekaidi maagano hayo. Franco Tieno na taarifa hiyo. Ikiwa msitu ungekuwa na mdomo wa kuzungumza, msitu wa Embobut huko Eldoret ungesimulia kiini hasa cha moto unaoteketeza nyumba za makazi hapo. Wenyeji wanaotimuliwa kwenye msitu huo kwa minajili ya kuhifadhi mazingira wamekwazwa na kitendo hicho, na sasa wa maskota hao wanadai kwamba serikali kupitia kwa maafisa wa huduma ya misitu nchini inawatimua kwa kuchoma nyumba zao. It is not the Kenya Forestry Service which has been burning the buildings. The people who are present on the ground are administration policemen who are patrolling so that those areas are not reoccupied. Many of the people who were in the forest brought down their own houses. Others were even burning houses as they were living. Why? Because they knew once you leave these structures in the forest, then other people with other intentions are bound to make use of them. The IDPs and the people who have been Cherangani have been compensated by government, and there were some timelines from which they were to vacate those areas. Mwishoni mwa mwaka jana, wenyeji wapatao 3,000 walipokea shilingi 400,000 za kuwawezesha kutafuta ardhi mbadala ili kuiruhusu serikali kuutunza msitu huo, lakini yamkini fedha hizo hawakuzitumia kwa nia iliyokusudiwa. Ni matukio yanayokuja wakati wenyeji hao walikubali kwa kauli moja kwamba wangetoka msituni humo kufikia Desemba 26 mwaka jana. Frank Otieno, KTN. Mtazamaji mpenzi, je, waweza kumshauri ama kuwashauri watu wawili wanaoishi na ulemavu wa kutoona kufunga pingu za maisha? Ni swala linaloweza kuzua mdahalo, lakini kuna baadhi ambao ulemavu sio kikwazo kwao kwa penzi lao kushamiri na hata kuishi katika ndoa kwa kipindi cha miaka 50 sasa bila utata wowote. Mwanahabari wetu Lofty Matambo alikutana na Shija Mabura na Getruda Ngereja katika mtaa wa Korogosho hapa jijini Nairobi, na kwa licha ulemavu huu hawakutoweza kuona penzi lao kila uchao linazidi kushamiri. Wanasema panapo penzi chongo huona kengeza, na kipenda choroho siku zote ni dawa, na hata nyama mbichi mja hana budi kula, ili mradi tu apate kuwa na yule anayempenda. Lakini je, wawezaje kumpenda mtu usiyeweza kumwona kwa sura?
Ili kulitafuta jibu lake, nilifunga safari hadi mtaa wa Korogocho jijini Nairobi, na hapa nilikutana na wapenzi hawa, Shija Mabura na Getruda Ngereja, wapenzi ambao wamekuwa katika ndoa yenye huba kwa kipindi cha miaka 50. Dius Shija Mabura: mimi nimepata upofu nikiwa mdogo, na miaka karibu 6. Ni bwanake Getruda Ngereja. Sana mpenda kama pesa. Wawili hawa ambao wanaishi na upofu, kwao ulemavu huu haukuwa kikwazo cha kulizuia penzi lao kushamiri kila uchao. Nimeoa mwaka 63. Huyu mama mpaka leo hii tunaye. Si baba yangu alijitoza kutafuta huyu bibi, tulikuwa tuone. Na kutupa mtazamo wa penzi la kweli linalohimili dharuba za kidunia na hisia za baadhi ya walimwengu kuwa huwezi kumpenda mtu usiyemwona. Huwa ni kazi ngumu kwanza kumpata mtu anaoona. Hiyo inakuwa ni mapenzi ya Mungu, mkiisha elewana naye utamchukua. Lakini msipoelewana huchukui, fao uchukue rangi yako. Kwa sababu mtakao mnatoka huko ndani wote, hata mkikufusana mnasema kumbe mwenzangu umepitia hapa, na mimi niko hapa bana. Getruda naye hafunzi majukumu yake ya kike, kwani atokapo dukani hana budi ila kumwandalia mmewe staftahi ambaye huisubiri kwa hamu mno. Mfuliaga nguo, mpigia, anakuwa namshughulikia. Hali yao hii ya uchochole si kikwazo cha hubalao kunoga, kwani hawangejizuia hata mbele za wageni. Mabura na Getruda chimbuko lao ni Tabora nchini Tanzania, na kulazimika kuhamia Kenya baada ya maisha kuwa magumu nchini Tanzania. Pamoja waliwasili Kenya kusaka maisha. Kazi yangu hapa sina kazi ya maalum. Kazi yangu kinikuta barabarani nimekaa, wewe ndio utapita utanipa ule mkate. Kama kazi ya muziki sio kufuata ya muziki, kazi yangu ni kuimba. Mimi utembea sehemu zote kwenye market. Kitokacho hapa ndicho kisukumacho maisha ya Mabura na mkewe. Wapenzi hawa wamejaliwa kupata watoto 2 na hata wajukuu, na hawana mpango wa kuachana leo ama kesho kama walivyokiri. Bila shaka huu ni mfano mzuri wa mapenzi yasiyojua hali wala mali, mfano unaopaswa kuigwa na ndoa nyingi changa zinazovunjika kila leo, tatizo kuu likiwa ni tamaa, ubinafsi na kubaguana. Lofty Matambo, KTN leo Jumamosi. Na mnawatakia kila laheri katika ndoa yao. Kama wanavyosema Waswahili, kipendacho roho siku zote ndawa. Tukielekea maeneo ya mkoa wa Magharibi, ni sherehe ya uhitimisho kwa mwanadamu yeyote yule. Sherehe ya mazishi ambayo hufanywa kwa njia tofauti katika jamii za Kiafrika. Sasa utafiti wa shirika moja liitwalo Cross Continental Solution unaonyesha kuwa jamii za magharibi mwa Kenya ndizo zinazoongoza katika utumizi wa fedha nyingi zaidi katika mazishi. Francis Ontuoma ana maelezo zaidi kutoka Kakamega. Katika dunia kuna sherehe 3: kuzaliwa, kuolewa na kufariki. Lakini hii ya kufariki ambao huhitimishwa kwa mazishi ndio huwa yenye uzito zaidi. Kwa nini? Wakati wa kuagana milele na wale wapendao, kwani safari ya hera huwa ya mwisho kwa wanadamu na kila haendaye harudi. Ni kutokana na haya ndipo baadhi ya jamii za Kiafrika hufanya siku hii kuwa ya heshima na taadhima. Ikawa sherehe ya ng'ombe kuchinjwa na vyakula aina kupikwa, na halaiki ya watu kualikwa au kufika katika sherehe hii, ili mradi tu kutoa heshima kuu kwa mwenda zake. Umuhimu wa mazishi ni ibada ile ambayo tutatumia kumsindikisha yule mwenye amekufa. Lakini unapata kuwa saa hii watu wanaweka pesa mingi, mara wanataka kununua sanduku lile gali, mara wanataka kuleta mwili katika style mzuri. Naam, inategemea na lifestyle ambayo yule mtu amejiweka ndani. Katika siku za hivi karibuni, mdahalo wa gharama za mazishi ni swala ambalo limekuwa likizua mijadala, haswa kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa mfano, katika mazishi ya jamii ya Kiluya iliyopo magharibi mwa Kenya, jamii hii inaongoza katika jamii ambazo zinatumia fedha nyingi zaidi kugharamia mazishi licha ya kuwa umaskini mkubwa umewasibu.
na wengi licha ya kuwa maskini hujikuta katika madeni au hata hali ya kuwa duni zaidi kutokana na kuhakikisha kuwa mazishi yanafanywa kwa hali ya juu. Wezi nikatumia pesa mingi kwa ajili niko na family. Tuko na family. Hiyo family nitawaita wakuje tukae na niwaelezee. Mimi siwezi nikakopa pesa. Tutafanyaje ndio tusike huyu mtu wetu? Hapa ni katika eneo la Kakamega na wakazi wa kijiji hiki wamejumuika ili kumpa mkono wa buriani mwenda zake. Ni asubuhi na tayari wenyeji wamechukua viti vyao huku shughuli za upishi zikiwa zimenoga. Lakini iweje kuwa wakati jamaa, ndugu na marafiki wanahuzunika, kuna wengine wanajumuika tu kufungua vinywa vyao kwa mlo? Na je, siku za awali hali ilikuwa vipi? Lakini kwangu kibinafsi, mwili wa mtu ambaye amekufa ni kufanyia ibada. Yale maombi ambayo itakuwa wakati huo ndiyo ya muhimu. Haya maisha ingine huwa yamekwisha. Roho imekwenda mbinguni na hapa ndani ni kukaa na kumalizia kwenye ibada. Mujibu wa ripoti ya Cross Continental Solutions inaonyesha kuwa licha ya mapato ya familia mbalimbali za magharibi kuwa duni, familia nyingi hutumia kati ya shilingi 25,000 na milioni 1.2 katika shughuli hizi. Bila shaka muda umewadia kwa jamii kuliangalia swala hili la sherehe za mazishi upya, kwani iwapo kuna uwezo wa kufanya mazishi ya hali ya juu, basi hakuna wa kukuzuia. Lakini kwa wale wenye mapato duni itakuwa vyema kufikiria maisha ya wale waliosalia yatakuwaje badala ya kugharamika kwa mazishi na kuacha waliachwa nyuma wakitaabika. Familia nyingi katika eneo la magharibi zinaishi chini ya pato ya $1 kwa siku. Na kushangaza hata hivyo ni jinsi familia hizi zinavyokuwa tayari kugharamia mazishi ya kifahari licha ya kuwa haziwezi kujikimu barabara. Francis Ontomwa, KTN leo, Kakamega. Tukitoka Kakamega, mpenzi mtazamaji, tunaelekea moja kwa moja hadi mkoa wa Pwani, haswa eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Je, umewahi kusikia kuhusu nyoka mkubwa anayetoshana na ndovu ambaye pia, sikiliza, huvalia kipuli? Nyoka anaishi majini na hutoka nje tu kuanzia saa 11 alfajiri hadi jua chanja linapoota. Ni nyoka ambaye huwameza fahali au wanyama wengine wakubwa mzima. Sasa hayo ni madai tu ambayo yameenea sana eneo la Kinango, kaunti ya Kwale. Mwanahabari wetu John Juma alizuru eneo hilo na anasema tahadhari, usihadaiwe. Katika sehemu kadha wa kadha za pwani upo uvumi kuwa lipo joka la ajabu katika bwawa la Lukakani, kijiji cha Nyango. Nimesikia nyoka kubwa nimeonekana Lukakani. Nyoka kubwa kiasi ya ndovu. Wanaosimulia wakisema limekuwa likimeza mifugo hasa fahali wazima kila siku, na kwamba limevutia watu wengi kutaka kuliona, hasa madai kwamba linavalia kipuli. Ako na ushanga na ako na vipuli huyo nyoka. Kwamba linaonekana tu kuanzia saa 11 alfajiri hadi jua linapochomoza. Hii story imeanza mitaa yetu tu kwa kwetu. Hata nimesikia kwa mtu tu na asijaona. Ikiuliza hayawana, hajaona. Ikimesikia na mtu mwingine akiuliza hawani. Juzi niliona watu walikuwa wamepotea, nikawaonyesha. Wakaja huko watu wangapi? Mwanamume mmoja na wanawake wawili kutoka eneo la Kinango. Basi tulifunga safari toka Mombasa tukalala mji wa meli kubwa. Saa 10 usiku tukaendelea na safari kwenye barabara mbovu na vichaka hadi Lukakani. Dhamira ni kuthibitisha ukweli au urongo wa uvumi huo. Kila mtu ana shetani wake. Angekuwa pengine wale wengine ambao wanaingia hawana shetani ya kulingana naye nyoka. Lakini sio wote ambao wanaingia hapa kuja kuangalia nyoka na hatokezei. Tulipofika, upweke na ukimya wa bwawa lenyewe ulituacha na mshangao na maswali. Wako wapi watu ambao huja kuliona joka? Hata nimesikia kwa mtu tu na asijaona. Ikiuliza hayawana, hajaona. Ikimesikia na mtu mwingine akiuliza hawani. Tukaamua kuchana vichaka vinavyozunguka bwawa hili, lakini wapi, joka halikutokea. Waliotokea ni siafu waliohakikisha tumeona cha mtema kuni kwa kutuuma hadi tukavua suruali zetu. Jamaa hawa waliokuja kwa pikipiki wakaamua kurejea bila kuliona joka. Awali tulipozungumza na maafisa wa wanyamapori KWS, walituambia kuwa joka hilo linalozungumziwa halipo. Kuzuru kwetu hapa leo tunathibitisha
ni hekaya tu za mambo leo. John Juma, KTN, kijiji cha Nyango, Kwale. Semikitu mwenzangu John Juma anaambiwa walipofika usiku walivamiwa ama walishambuliwa na siafu tele. Sasa wanajiuliza, je, joka libadilika na kuwa siafu? Lakini pengine maafisa wa KWS watakuwa na bahati kuliona na kulishika, alafu atuletee picha kamili ya joka hilo la mzimu ambalo linaweza kumeza ng'ombe mzima na urefu wake ama kina chake kwa sawasawa na ndovu mzima. Masaibu ya watu wa Kwale hayo. Mtazamaji, basi napumzika kidogo, narudi kwa muda usiokuwa mrefu na mwanamuziki maarufu Octopizzo namba 8 atakuwa hapa. Usiende mbali. Kipenda shoroho ula nyama mbichi. Maana mtu anapopenda kitu au mtu yuko tayari kufanya kila jambo ili akipate, hata kama kina ila, bora tu afurahishe nafsi yake. Muziki maarufu Octopizzo namba 8. Katika taarifa ya kisiasa ni kwamba baadhi ya viongozi walioko kwenye serikali ya Jubilee wametoa mwito kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kuwataja wahusika wa kashfa ya Anglo Leasing, wakisema kuwa wao hao ndio wanaovuruga kandarasi ya kujenga reli. Wakizungumza katika mazishi ya Jenerali Theuri Njugi Kimbo aliyekuwa shujaa wa Mau Mau, viongozi hao walikuwa katika eneo la Kieni, kaunti ya Nyeri, wamesema kuwa wahusika hao wanastahili kufichuliwa. Maseneta Kindiki, Kithure, Kipchumba Murkomen na kiongozi walio wengi bungeni Adan Duale na wabunge Kanini Kega wa Kieni na Kamau Ichungwe wa Kikuyu wamesema kuna baadhi ya watu ambao haja yao ni kuvuruga serikali ya Jubilee. Naam, mtazamaji, basi utaipata taarifa hiyo kwa ukamilifu katika taarifa zetu za mwendo wa saa 3 kamili. Naam, katika spoti, idara ya magereza itawakilishwa na kikosi thabiti kwenye mashindano ya kitaifa ya mbio za nyika mwezi ujao. Kikosi hicho cha wanariadha 17 kilichaguliwa wakati wa mashindano ya mbio za nyika za idara hiyo. Fredrick Musioli na Cynthia Cherotich waliibuka washindi wa mbio za wanaume na wanawake mtawalia. Msimu wa mbio za nyika unakaribia kukamilika. Idara ya magereza ilifanya mashindano yake ya mbio za nyika katika bustani ya Uhuru Jumamosi asubuhi. Mbio za kilomita 8 upande wa wanawake ziliwavutia zaidi ya wanariadha 50. Cynthia Cherotich alichukua uongozi wa mapema baada ya kilomita 2 na akashikilia uongozi licha upinzani mkali kutoka kwa wenzake ambao hawakuweza kumpiku. Cherotich alitumia muda wa dakika 27 sekunde 12.13 mbele ya Nancy Nziza na Grace Mwanzi. Jua imekuwa kali, changamoto mingi, jinsi mnavyoielewa cross country. Wanariadha zaidi walijitokeza kushiriki mbio za kilomita 12 za upande wa wanaume, wengi wao wakisaka nafasi ya kushiriki mbio za nyika za kitaifa ambazo pia zitatumiwa kama majaribio ya mashindano ya nyika ya bara Afrika jijini Kampala. Mshindi wa mwaka huu wa msururu wa taifa wa mbio za nyika Fredrick Musyoki na mshindi wa makala 2011 John Mwangangi waliweka wazi nia yao ya kutaka kutoa ushindi. Musyoki hata hivyo ndiye aliibuka mshindi mbele ya Mwangangi na Franklin Ngelel alimaliza katika nafasi ya 3. Bingwa wa mbio za mita 1500 za mashindano ya Jumuiya ya Madola Silas Kiplagat pia alishiriki mbio hizi kama matayarisho ya msimu wa mwaka wa 2014. Some few races I'll be participating at. That's Germany, Russia and then Stockholm. Timu ambayo imechaguliwa siku ya leo wakati wa mbio za nyika za idara ya magereza itapata wiki 2 za kufanya mazoezi na pia mapumziko kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya nyika ya taifa ambayo pia atakuwa ni majaribio hapa jijini Nairobi. Lynn Washira, KTN Michezo. Na hatimaye kwenye spoti, shirika la Standard Group litakabidhi timu ya gofu ya kinadada wanaotarajiwa kuwakilisha Kenya kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa Afrika shilingi 200,000, huku Baldev Singh Chaja akitajwa kama dereva aliyetamba zaidi katika mashindano ya magari mwaka jana. Baldev Singh Chaga ametuzwa kama dereva bora msimu huu baada ya msimu wa mafanikio mwaka 2013. Msaidizi wake Chaga, Rani Soni, akawa msaidizi bora zaidi.
Wengine waliofanisi mwaka uliopita katika kitengo cha uendeshaji ni pamoja na Elias Shaman katika kitengo cha MX65, Rohan Gandhi MX 125 na kwenye kitengo cha MX1 ikawa ni Tutu Maina. Waziri wa michezo Hassan Wario anataka uwajibikaji msimu huu. This year, hopefully by April, we will have the first sports lottery. And we hope the proceeds from the lottery will go to enhancing sports in different sectors. But be warned, if you're a federation that does not account for people's money, we will not give you a penny. Kwingineko, Peter Kiuga alijizolea alama 40 na kutuzwa mshindi kwenye